Habari za jioni mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, dakika chache za kuangalia yale ambayo yamejiri hii leo. Wakazi wa Tandika, mtaa wa Kilimahewa relini jijini Dar es Salaam, wamelalamikia serikali ya mtaa huo kwa kushindwa kuchukua hatua za kuzuia utupwaji taka karibu na miundombinu ya reli. Wakizungumza na Kurasa hii leo, wakazi hao wameiomba serikali kuu kuchukua hatua za haraka kuzuia utupaji taka huo ambao wamesema ukiendelea unaweza kuleta uharibifu mkubwa katika miundombinu hiyo ya reli. Tatizo hili kwa kweli ni mbaya sana, kwa sababu ukizingatia ile reli bado inatumika na watu wengi sana wanagongwa, isitoshe kama sisi ambao tunatumia magari. Inavojamu hivi, ina maana watu wanakuepa, wanapitia huko, wanatupa taka hadi usiku. Na hiyo inakuwa tatizo, na gari nyingi zishagongwa na ajali nyingi sana zinatokea kuhusu hali kama hii. Unatoa wito gani sasa kwa serikali katika swala kama hili? Mimi nafikiri serikali za mitaa ya eneo hili litoe kwanza elimu kwa wakazi wa hapa, wajue asali ya kutupa taka, na isitoshe serikali iondoe hichi kitu na iweke sungusungu kama baba yana anaweka sungusungu wa kuzuia. Haekwe mtu ambaye akikamatwa atoe faini ili panafanyika biashara hapa, panauzwa kuku, tena wanawekwa wazi, panauzwa miogo, samaki wa kukaanga, vitu kibao ambavyo va uwazi wazi. Yaani hapa ukija usiku hadi kero na harufu za hapa na watu wananunua hapa. Ni hatari kubwa sana kwa wananchi, kwa maradhi, sisi binadamu wenyewe ni kero kubwa, tena inatukera sana. Tuendelee na Kurasa. Mama mmoja mkazi wa Yombo jijini Dar es Salaam, Bi Hadija Abrahmani, ameiomba jamii kumsaidia mtoto wake kutokana na maradhi yanayomkabili mtoto huyo, ikiwemo kushindwa kutembea kwa muda wa miaka zaidi ya 18 sasa. Akizungumza kwa niaba ya mtoto huyo mara baada ya kupokea msaada wa kiasi cha shilingi 500,000 kutoka mfuko wa maendeleo wa Mtemvu Foundation, Bi Hadija amesema mtoto huyo amekuwa akiishi kwa kukaa tu, huku akishikiliwa na mtu kwa lengo la kuzuia asianguke. Mimi natoa wito kwa jamii wanisaidie, yani wanipe msaada wa kunisaidia kumlea huyu mtoto, kwa sababu nini? Mimi sasa hapa niko peke yangu. Msaada wakati mwingine na ukosa kabisa, inabidi nibaki nahangaika na mfungia ndani huyu ili niweze kuenda kupata riziki yangu mimi na yeye huyu mtoto. Hasa kipindi anapoumwa, mimi kwa kweli matibabu yanakuwa yananipa sana tabu. Kwa sababu sasa hivi ukienda hospitali, hata ukienda ya serikali, huwezi kuingia pale bila kadi, kwa sababu wanasema kwa walemavu huwa wanatibiwa bure. Lakini mimi mtoto wangu mimi toka amekuwa amefikia hapa sijawahi kumtibu bure hata siku moja. Jamani, tusaidiane, kwa sababu yeye hakuchagua awe hivi, yote ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo tusikamlaumu wala tukamjudge. Cha muhimu ni tusaidiane, na katika wanafunzi pia unajua chochote ulichonacho unaweza kumsaidia. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Shirikisho la wenye viwanda nchini Tanzania CTI limetoa msimamo wake kwa serikali mara baada ya kutangazwa kwa bajeti na Waziri wa Fedha na Uchumi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, mwenyekiti wa CTI Bwana Felix Mosha amevitaja vipaumbele ambavyo serikali ingepaswa kuviangalia. Sisi tungefikiria nguvu za taifa hili zielekezwe kwenye maeneo matatu. Mosi, zielekezwe kwenye swala la kuleta umeme wa uhakika, ili umeme huu uweze kupawa viwanda vyetu na uweze kupawa shughuli zote za maendeleo ya taifa. Reli iwe ni ya pili katika kitu tunachotaka kukimaliza, na tukiwekee kiwango cha fedha ambazo kinaweza kazi hii kafanyika upesi uwezekanavyo. Sisi tunachosema strategic vision tunayoiona, ambaye inatakiwa iwe ndio cluster ya 3 katika hivi vitu tunavyosema vipewe kipaumbele, ni strategic linkage ya kilimo na viwanda. Naam, tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache hii leo. Kesho basi kutakuwa nani? Usikose kutazama dakika chache za Kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa na kuletea Kurasa, mimi naitwa Bahati Abdul na kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa EATV.